Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumanne. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata kutoka katika Injili ya Mathayo, sura ile ya 23, aya ya 23 hadi ya 26. Nitaisoma. Yesu alisema, "Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizari na jira, lakini mnaacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiyaache. Viongozi vipofu, wenye kuchuja mbu na kumeza ngamia. Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chano, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe, ili nje yake nayo ipate kuwa safi." Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunaendelea na ole za Yesu Kristo ambazo anazitoa katika makundi mawili ya kidini ya kipindi hicho alivyokuwa naishi, yaani Mafarisayo na waandishi, ambao amewaita kwamba ni wanafiki. Katika ole anazozitoa leo, anaanza kuzungumza juu ya zaka. Zaka, mpendwa mtazamaji, ilikuwa ni sehemu muhimu sana katika kanuni za dini ya Kiyahudi. Kila Myahudi alipaswa kuweza kutoa zaka katika mazao yake yote ambayo yalikuwa yanatoa mbegu katika shamba lake kila mwaka, na baadaye pia alipaswa pia kuweza kutoa fungu la 10 la kila mnyama katika zizi lake, na hii ilikuwa imeandikwa katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Na katika Kumbukumbu la Torati hii pia ilifafanuliwa vizuri zaidi katika kitabu kile cha Mambo ya Walawi, sura ile ya 27, ile aya ya 30. Sasa katika Kumbukumbu la Torati sura ya 14 aya ya 22 inazungumza kwamba Myahudi yeyote lazima atoe zaka kwa ajili ya kuwasaidia makuhani na Walawi ambao walikuwa ni wahudumu katika lile hekalu la Mwenyezi Mungu. Na yeyote yule ambaye alikuwa hatoi zaka aliambiwa kwamba huyo ni mwizi, amemwibia Mwenyezi Mungu, kama vile inavyozungumza katika Malaki sura ya 3 aya ya 8 mpaka ya 10. Sasa hoja ya Yesu Kristo katika habari za zaka ina maana gani? Anawazuia wasitoe zaka? Anasema hapana, kwamba zaka ilikuwa ni jambo la kisheria, lakini wao wakawa wanabana katika habari za kutoa zaka hadi katika mambo madogo madogo ya bizari na jira ambavyo vilikuwa ni viungo katika mboga. Wanashikilia kwamba hadi kiungo cha kwenye mboga ambayo ni bizari, jira zitolewe, wakaacha mambo ya msingi ambayo ndiyo yalikuwa yanamfanya mtu aweze kuonekana kama ni Myahudi au ni mcha Mungu. Mambo gani haya? Katika nabii Mika sura ya 6 aya ya 8, Mwenyezi Mungu anasema yeye anataka nini? Anataka haki, anataka kupenda rehema na unyenyekevu wa watu wake. Yesu Kristo anaongeza, anasema, ninyi mbona mmeacha mambo yote ya maadili? Mmeacha mambo yote ya rehema, mmeacha mambo yote ya imani na kuzingatia vitu vidogo vidogo ambavyo hivi mlipasa kuyafanya, na baadaye kuja kushikilia mambo ambayo ni makubwa. Anatufundisha kitu gani Yesu Kristo? Kwamba hawa Mafarisayo wanafiki katika habari za zaka walishika mambo madogo madogo ya kisheria, wakasahau mambo ambayo ni ya kweli, mambo ya maadili, mambo ambayo ni mazito katika safari ya maisha yetu. Na ni kweli hadi leo roho hiyo ya unafiki ndani ya kanisa, ndani ya makundi bado ipo, kiasi kwamba bado wapo watu ambao
ukimwona katika muonekano wake alivyovaa nguo za ibada safi kanisani, kwamba anapotoa zaka na sadaka zake vyema, anaonekana kama ni mwaminifu mbele za Mwenyezi Mungu, lakini utoaji wake wa zaka ndani mwake umejaa uchungu. Yeye ni katili, yeye ni mtu wa kufanya dhuluma kwa watu, hasa wale walio wanyonge. La pili, wapo watu ndani ya kanisa siku hizi huwezi ukawakosa katika ibada zote na maadhimisho yote makubwa. Muda wote yupo katika nyumba ya ibada, anasali, anashikilia visheria vidogo vidogo, lakini ni mtu mwenye hasira mbaya. Ukigusa tu kitu chake amekumaliza. Ameacha kuwa mtu wa rehema, ameacha kuweza kuwa mtu wa imani. Hadi sasa wapo baadhi ya watu ambao kila maombi utawaona wapo, kwenye huduma kanisani wapo, kwenye kamati mbalimbali wapo, lakini wameacha watoto wao usiku, wako nyumbani kwao peke yao, wanakosa malezi ya wamama, wanakosa upendo wa mama, wanakosa upendo wa baba. Nini? Huyu mtu yupo kanisani, na huyu mtu akitoa sadaka, akitoa zaka, anapokelewa sana, anaonekana kama ni mtu wa thamani, lakini nyuma yake ni unafiki, amejaa matendo mabaya sana. Kama Yesu Kristo alivyopiga kelele juu ya hawa Mafarisayo kwamba watu hawa mnashikilia sheria za zaka, wanapeleka zaka kwa makuhani, wanapeleka zaka kwa Walawi, wanaonekana ni wazuri lakini ndani mwao ni wabaya. Hebu shughulikieni mambo ya maadili. Unaweza kawa ni mtoa sadaka lakini huna maadili, unatoa zaka lakini huna maadili mazuri. Ni wewe ambaye kila siku hutaki kufunga ndoa, kila siku tunasikia habari chafu juu yako, lakini wewe ni mtoa zaka mkubwa. Unaweza ukawa ni mtu ambaye unatoa zaka lakini huna moyo wa rehema, ni katili, unawamaliza wengine. Unaweza ukawa ni mtoa zaka mzuri lakini wewe huna imani, umejaa ushirikina na mambo mengine machafu nyumbani kwako, lakini kanisani unaonekana kama umetoa zaka. Yesu anakataa habari hizo. Na Yesu anaendelea katika ile Mathayo sura ya 23 kuanzia aya ya 25 mpaka 26. Anawalaumu hawa Mafarisayo kwamba ni wanafiki kwa sababu ya kusafisha vikombe ambavyo nje vilionekana kama ni vichafu, lakini ndani yake wanasafisha kwa nje, lakini ndani ya vile vikombe umejaa uchafu. Maana yake nini? Ndani ya mioyo ya hao Mafarisayo ulijaa ubaya, zilijaa fitina za kupita kiasi, dhuluma na kutokuwa na kiasi. Sasa Yesu Kristo anazungumza, amesema kwamba huyo ni Farisayo kipofu. Maana yake nini? Walijiona kwamba ni wenye maono makubwa ya kushika sheria za Mwenyezi Mungu katika mambo makubwa ya nchi na dini, lakini dhambi ambazo ziko ndani ya nafsi zao wao wenyewe, dhambi zile ambazo ni za siri, hawakuwa na uwezo wa kuweza kuziona. Hadi leo katika maeneo yetu ya ibada tunaweza kuwa na Mafarisayo vipofu ambao wao wenyewe kila siku wanakazana katika kusafisha mambo ya nje, lakini ndani ya yetu, nafsi yangu, ndani ya nafsi yangu kuna dhambi za siri ambazo zipo ndani mwangu, sitaki kuweza kuziona wala kuweza kuzigusa nizifanyie kazi. Mimi ni Farisayo kipofu. Nawe pia kama huwezi kuzigusa dhambi hizo, wewe ni Farisayo kipofu. Anza kushughulika kwanza. Tuanze kwanza kushughulika na zile dhambi za siri ambazo ziko ndani mwetu, alafu ndipo tutoke sasa tuweze kuwaonyesha watu ni namna gani Mwenyezi Mungu anavyotupenda kama ni watu wenye maono. Ukristo, mpendwa mtazamaji, Ukristo ni Ukristo wa ndani ambapo tumetakaswa, tumetengwa na uchafu wote, tumetengwa na mapenzi potovu, tumetengwa na tamaa za siri, tumetengwa na kila aina ya uchafu na kila aina ya dhambi za nafsi ambazo zinazoonekana na zile zisizoonekana, kwamba ndani mwangu nikishughulikia ubaya ulioko ndani mwangu, basi nitaonekana kama ni mwema huko nje. Na hii ndio itanifanya kwamba jinsi nilivyo ndivyo nilivyo. Mnavyoniona niko nje, manake hadi ndani mwangu ndivyo nilivyo. Ukristo tunapokuona ukiwa nje, manake hadi ndani mwako uweze kuwa hivyo. Tumwombe Mwenyezi Mungu sana
Yesu Kristo katika maonyo makali anayotoa siku ya leo kwamba Farisayo vipofu, sisi tusiwe viongozi ambao ni vipofu. Tushughulikie kwanza mambo yetu ya ndani, tujisafishe kwanza ndani, na muonekano wetu wa nje utakuwa ni mzuri. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.